Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Natumai ya kwamba tuko wazima na tu heri wa afya. Mungu ametuwezesha. Mungu ametusaidia, ametupa nafasi nyingine kwa ajili ya kuja ili sote tukaweze kuendelea na ujumbe ambao Mungu anaendelea kutufunza neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni chakula, neno la Mungu ni afya, neno la Mungu ni amani. Na naamini katika neno la Mungu hili tutaweza kuinuliwa zaidi. Katika neno la Mungu tutaweza kuenda mbali zaidi. Katika neno la Mungu, Mungu ataweza kutujenga, Mungu ataweza kutufanya vyombo na tutaweza kuinuka sana. Nashukuru Mungu sana kwa ajili ya wote ambao mmetune in, wote ambao mko ndani katika neno la Mungu, ku make sure kwamba mwaka huu unakuwa ni mwaka ambayo Bwana ataenda kutubariki pamoja. Itakuwa ni mwaka ambao tutadumu katika neno la Mungu kwa sana. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana na Mungu akaweze kukufanya chombo, Mungu akaweze kukuinua zaidi, Mungu akaweze kukujenga na utafanyika baraka katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa rehema, na naamini ya kwamba ni Mungu ambaye anaweza anakusudia kutufanyia mambo makubwa na mambo mema mengi zaidi. Na natumai ya kwamba katika ile harakati Mungu atakuwa ni mwenye kutuwezesha sana, ili sote tunapoendelea na huu ujumbe ambao Mungu ameweka ndani yetu, utakuta kwamba baraka za Mwenyezi Mungu zitakuwa sikiziti katika maisha yetu sana. Ningependa katika hizi somo ambayo tunaenda kujifunza, tafadhali endelea kuconnect, endelea kukaribisha rafiki yako, endelea kukaribisha ndugu, ili sote katika ujumbe huu tukawe ni wenye kubarikiwa pamoja, tukawe wenye kuinuliwa pamoja, ili sote tukaweze kuenda mbali zaidi, na najua kwamba inaenda kuwa baraka. Ninaona kuna watu wengi wameunganisha familia zao, wameunganisha jamii, wameunganisha marafiki, na ninaamini ya kwamba hivyo ndivyo Mungu anavyokusudia, ili sote tukaweze kueneza neno la Mungu, ili neno la Mungu likawe neno ambalo lililotabidi, likawe ni neno ambalo litakalo kutuongoza, likawe ni neno ambalo litakalo kutufanikisha, ili sote tunatamani ya kwamba tukaweze kufikia malengo, tunatamani ya kwamba tukaweze kufika mbali, na najua kwamba Mungu atatubariki. Neno la Mungu halina mipaka, neno la Mungu halina dini. Sisi wote ni watoto wa Mungu ambao nakuta kwamba neno linapokuja limekuja kwa ajili ya sisi wote. Mungu anataka kunena na sisi wote, na katika ile neno nakuta kwamba litakuinua, litakupeleka katika sehemu moja na sehemu nyingine, na utakuwa ni mwenye kubarikiwa sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya watumishi wa Mungu ambao wengi unakuta kwamba wanafuatilia ujumbe huu kutoka sehemu ya Machakos, kutoka sehemu ya Naivasha, kutoka sehemu mbalimbali yote, kutoka nchi yetu yote, kona zote. Ninaona ya kwamba mwaka huu ni mwaka ambao Mungu ametupatia kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, na neno la Mungu peke yake ndio neno ambalo nakuta linaweza kutuinua na linaweza kutupeleka mbali. Ningependa tukaweze kuomba kwa ajili ya neno na ili tukaweze kuendelea na ujumbe. Usisahau ujumbe wetu, kichwa cha ujumbe wetu tulipoanza ilikuwa ni juu ya ufahamu, hekima na maarifa. Ufahamu, uwe na ufahamu, uwe na hekima na uwe na maarifa, ili ukaweze kufanikiwa na ukaweze kuinuliwa. Tuamini tunapoenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, mfalme wa amani, tunasema ni asante Mungu, ni kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mazuri baba yetu, umejaa rehema na neema na kweli Bwana. Baba, ndiposa tumekuja mbele zako, tumekimbia kwako, tumejificha chini ya mwamba ambao ni neno lako Bwana. Baba, mimi ninaposoma neno lako likaniambia, Mungu wa milele akamwambia Yesu, akamwambia Petero, akamwambia kwamba mwili na damu havikukufunulia, bali ni Baba yangu aliye mbinguni. Katika mwamba huu utalijenga kanisa. Ninaamini Baba wa mle, mtu ambaye amekaa katika neno lako yeye ni mwamba. Mtu ambaye amekaa katika neno lako anapata ufunuo. Mtu anayesoma neno lako kila wakati, anapoishi katika neno, Yesu ambaye anapata maarifa. Katika hili neno Bwana wa mabwana likaweze kutufanya vyombo. Katika neno hili likaweze kutuinua. Katika neno hili tukaweze kuenda katika viwango vingine. Katika neno hili Baba wa mbele nataka ukatujenge. Baba, ukamwambia Petro katika Baba mlenda jenga kanisa na milango ya kuzimu haitalishinda. Mungu wa mbele, milango ya kuzimu haina uwezo juu ya watu wako. Milango zote za laana hazina uwezo juu ya watu wako. Yesu, damu ya ukoo na maagano hazina uwezo juu ya watu wako. Tunavunja kila vizuizi katika jina la Yesu. Tunavunja kila laana katika jina la Yesu. Roho Baba wa mbele, mikasa ya kuchirutia katika familia. Yesu, watu ambao wametoka katika familia hawaoi wala kuolewa. Yesu, watu wanaoingia kwa ndoa, ndoa zikivunjika
kuvunjika, tunaivunja katika jina la Yesu Kristo. Watu wamesoma na hawana kazi, tunavunja hiyo laana ya watu kukosa kazi katika jina la Yesu. Baba, kila minyororo zote I nullify in the mighty name of Jesus. Ninafungua milango zao katika jina la Yesu. Maroho zote Baba wa mle rejection spirit, loose in the mighty name of Jesus. Navunja kila madhabahu za rejection, loose in the mighty name of Jesus. Kila mipaka zao na kila maagano, out in the mighty name of Jesus Christ. Mungu wa mle, wewe ni mwenye uwezo, mwenye mamlaka. Ninapoleta neno lako, acha neno lako likawe msingi, neno lako likawe afya, neno lako likawe amani, ili watu wako wainuliwe na wabarikiwe. Baba, ni kwa wewe ni mwema. Kwa Yesu Kristo tumeomba na sisi wote tuseme amen. Mtu wa Mungu, ningependa kuchukua fursa hii kukaribisha ili tunapoenda kusoma neno. Na katika hili neno ningependa, siku ya jana tuliweza kusoma na tukafika mahali ambapo unakuta ya kwamba leo nataka tukaweze kuenda ndani zaidi. Ili tunapoenda ndani zaidi tutapata ufunuo, tutapata maarifa, na ujumbe huu utakuta ya kwamba mwezi mzima tutakuwa tunajifundisha kuhusu hekima na maarifa, ili sote Mungu akaweze kutupa hekima na maarifa, na hata ikiwezekana mwezi wa pili tunaweza unganisha ili sote tukaweze kuelewa. Ni vizuri kusoma neno la Mungu sana ili ukalifafanue sana, na utakuta kwamba watu watakuwa wenye kubarikiwa na watakuwa wenye kuinuliwa. Kitu cha kwanza ningependa tuanze kusoma andiko. Ningependa tukaweza kusoma andiko, kitu cha kwanza katika maandiko, kitabu cha Zaburi 53 na katika mstari wake wa pili. Andiko nasema, toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kutoka mbinguni Mungu aliweza kuwachungulia wanadamu, na Mungu aliweza kuchungulia kutoka mbinguni. Na hata sasa tunaposema hivi, Mungu anachungulia ili so that kutoka mbinguni anaangalia chini ya ardhi, chini ya jua, ili so that aone kama kuna mwanadamu aliye na akili, na si kuwa tuna akili ya kumtafuta Mungu. So mtu wa Mungu, unakuta kwamba unakuta kwamba katika hili neno unapolisoma na unapolitafakari kwa ndani, kama uwezo ukamtafuta Mungu, kumaanisha hauna akili. Na kama hatutamtafuta Mungu, ina maana hatuna akili, kulingana vile andiko limesema. Kwa sababu Mungu anatazama kutoka mbinguni, anachungulia duniani, aone kama kuna mwanadamu yoyote aliye na akili ya kumtafuta Mungu. Kuna watu wengi tunachidai tuko na akili, kumbe hatuna akili, kulingana na jewe andiko linavyosema. Usiseme mtumishi, mbona unasema hatuna akili? Mimi sijasema hauna akili. Nimesema iwapo hatuwezi kuwa tunamtafuta Mungu, ina maana hatuna akili. Lakini andiko limesema ya kwamba kutoka mbinguni Mungu anachungulia aone kama kunaye mwanadamu aliye na akili ya kumtafuta Mungu. Mtu wa Mungu, inatakana tukamtafute Mungu. Kuna andiko lingine likasema ya kwamba ukinitafuta kama fedha utaniona ikiwa utanitafuta, which means katika akili zako na katika fahamu zako unahitaji ya kwamba Mungu akupe akili njema, akili iliyo safi, ili ukaweze kumtafuta Mungu. Usiku na mchana ukawa ni mtu mwenye kumtafuta Mungu. Kila chochote unachokifanya ukaweze kumtafuta Mungu, kwa sababu Mungu anachungulia aone kama yuko mwanadamu aliye na akili ya kumtafuta Mungu, which means unapoangalia tumetoka katika jamii ambazo asikuwa na akili ya kumtafuta Mungu, na ndio tatizo wetu. Tunapitia katika changamoto, tunapitia katika mapigo, tunapitia katika shida, kwa sababu hakuna mwanadamu aliye na akili ya kumtafuta Mungu katika familia zetu. Lakini naamini ya kwamba sisi wote tutakuwa ni watu wenye akili ya kumtafuta Mungu, ili Mungu akaweze kutufanikisha, Mungu akaweze kutuinua. Wakati Mungu atakundua kwamba akili yako wewe umeitia akili yako ufahamu, umeitia maarifa na hekima ya kumtafuta yeye, Mungu atakufanikisha. Lakini iwapo hauna ufahamu, haujachiweka tayari kumtafuta Mungu, utakuta ya kwamba akili yake itakuwa finyu sana kufanikiwa na kufanikisha malengo na mikakati yako. Lakini andiko limesema vyema ya kwamba Mungu huchungulia ili aone mwanadamu. Ndugu yangu, mtumishi yeyote unayenifuatilia, unayenitazama, mtu wa Mungu, tafuta Mungu, kuwa na akili ya kumtafuta Mungu, kuwa na maarifa ya kumtafuta Mungu. Kuna watu wengi tumeichukulia kwamba tunahitaji kusaidiwa na watumishi wa Mungu, lakini sisi wenyewe hatuna akili ya kumtafuta Mungu. Unakuta ya kwamba hatukatai kusaidiwa, lakini je, leo hii umeenda kwa huyu mtumishi amekuombea, kesho hii umepata
jambo, nani atakaye kuombea? Jifunze kumtafuta Mungu asimamie mahitaji yako. Jifunze kumtafuta Mungu akaweze kukuinua. Jifunze kumtafuta Mungu akaweze kuheshimisha. Jifunze kumtafuta Mungu, kunyenyekea mbele za Mungu, kwa sababu andiko limezungumza ya kwamba Mungu anachungulia ili sote duniani. Kuchungulia ni kuangalia aone kama yuko mwanadamu aliye na akili ya kumtafuta Mungu. Je, uko na ufahamu ya kumtafuta Mungu? Je, uko na akili ya kumtafuta Mungu? Je, umejiweka tayari kumtafuta Mungu? Kwa sababu Mungu anachungulia ili aone kama kunaye yoyote aliye na uwezo ya kumtafuta Mungu. Mungu anataka kutuinua, lakini anataka aone mtu aliye na akili safi, aliye na akili njema, mtu ambaye anayeenda mbele za Mungu kwa ukamilifu, mtu ambaye ametia akili yake ufahamu ya kumtafuta Mungu, mtu ambaye halazimishi kwa kuingia maombi ya kufunga na kuomba, mtu halazimishi kusoma neno la Mungu, mtu ambaye amejiwekea ratiba. Ndio hivyo unajiwekeanga ratiba ya kazi unayoifanya, uweka ratiba ya kumtafuta Mungu na utakuwa ni mwenye kufanikiwa, kwa sababu Mungu anachungulia. Ukweli wa mambo, Mungu anachungulia. Haleluya! Mungu anachungulia ili aone kama kunaye mwanadamu aliye na akili ya kuweza kumtafuta Mungu. Je, ndugu yangu, una akili ya kumtafuta Mungu ama hauna akili ya kumtafuta Mungu? Uko tayari kwa ajili ya kumtafuta Mungu ama la hasha, hauna akili ya kumtafuta Mungu? Katika 2 Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1 verse 5 anasema, naam, na kwa sababu ya hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu itieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Jitahidi sana katika imani yenu na katika wema, ili katika wema huu tukautie na maarifa. Mungu anahitaji ya kwamba ili sote katika imani ambayo tulio nayo, imani ambayo tumejiweka, katika ile imani ambayo tunaamini ya kwamba Kristo alikufa na akafufuka kwa ajili yetu, katika hiyo imani ambayo tulikuwa nayo mpaka tukaokoka, hiyo imani tuitie wema, na katika wema maarifa, ili sote tutatumikia Mungu without maarifa. Tumikia Mungu ukiwa na maarifa, tumikia Mungu ukiwa tayari katika ufahamu. Mtu wa Mungu, usifanye kazi ya Mungu without kuwa na ufahamu. Usifanye kazi ya Mungu without kuwa na maarifa. Ndio tatizo wao, unakuta kwamba tunakuwa na mafundisho mengi, na katika hii mafundisho unakuta kwamba nyingi imetupotosha, nyingi imetuyumbisha, kwa sababu hatutaki kusoma neno la Mungu, kwa sababu hatutaki kujihusisha na Kristo ili sote Mungu akaweze kutuinua. Mtu wa Mungu, kuna watu wengi leo hii tunaenda kanisani lakini ufahamu, tunaenda kanisani kufuata nini? Tunaenda kufanya nini? Ndio tatizo wao hakuna. Ndio tatizo wao, unakuta leo hii tuko na bahati ya watu wako katika nyumba ya Mungu, lakini Yesu miaka ako Facebook, ako Twitter, ako TikTok, ako nini, na ako ndani ya nyumba ya Mungu. Ulikuwa unakuja kufanya nini? Unapokuja mbele za Mungu, mind yako ikuwe sober, so that inakuja kumwabudu mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda, ili so that katika ufahamu. Lakini watu wengi ufahamu na maarifa ndio tumekosa. Ndio tatizo wao, inakuta kwamba tunapitia changamoto, tunapitia shida, tunajaribu kusimama hatusimami, tunajaribu familia zetu zibadilike kwa sababu maarifa na wema haziko. Mtu wa Mungu, unakuta kwamba katika ile fahamu hatuna. Ndio tatizo wao, unakuta Mungu mwaka inaanza kutoka Januari mpaka Disemba, huyu mtu ana mfungo, huyu mtu hawezi nyima chakula, hawezi, kwa sababu hana maarifa. Huyu mtu amezoea kwamba kulilia watu shida. Umelilia watu sana na watu wamekusengenya, watu wameongeza kukuongea. Katika hili nenda mbele za Mungu, lilia Mungu, yeye ndiye anayejua hatima yako, lakini si wanadamu. Wanadamu utawalilia leo, kesho utakutana na matangazo, na katika matangazo utakutana na matangazo iko mbali sana. Watu wamekusema, watu wamekusimanga, mpaka unakuja unakata tamaa, unafunjika moyo, unaanza kutulilia, sasa nitafanya namna gani? Ndio dadi Swahili nimekuja kuambia, na mapema tia wema na uko na ufahamu ili ukaweze kufanikiwa. Lakini pasipo kukuwa na ufahamu na wema, unakuta kwamba kufanikiwa kwetu kutakuwa vinyu sana.
lakini naamini ya kwamba Mungu atatuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Andiko linasema katika kitabu cha First Kings ama Wafalme wa Kwanza, mlango ukiwa ni 3 mstari wa 16 hadi 18, ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme, wakaazi mama mbele yake, na mwanamke mmoja akasema, Bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nalizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja hapo. Kukawa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani, isipokuwa sisi wawili tu, na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka katikati ya usiku, akamuondoa mtoto wangu upavuni pamoja pangu, mimi mchakazi wako, nilipokuwa usingizini. Akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Niliondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Unakuta kwamba kuna wanawake wawili waliokuwa wote wamepata ujauzito wakazaa, lakini kwa sababu kuna vitu vimezoea kubadilishwa, kuna mmoja akalalia mtoto wake kwa sababu ya usembe, kwa sababu ya usingizi. Na ndio ndani sio inafaangalia kama saa hii tuko katika nyumba za Mungu, lakini tuko wazembe. Kuna watu wanalalia maono yao, kuna watu wanalalia vision zao, wanaua alafu wanashika na vision zao. Kuna watu wamenyakua vitu vyako ambavyo ulivyo navyo, lakini kwa sababu hauna hekima, hauna maarifa ya kutazama sana, unapitia katika shida, unapitia katika changamoto, na haujawahi jiuliza, kweli hiki ni changu kweli? Hii kazi ninayoifanya ni ile ambayo nilikuwa nafanya kweli? Unakuta kwamba wewe ni mtu ambaye ulikuwa ufanye mambo makubwa, lakini vitu vyako vimekeuzwa, na ndio dadi swali unakuta kwamba haujawahi tazama sana, na kwa sababu unaokopa maombi ya kufunga na kuomba huwezi elewa, lakini Mungu akaweza kuwezesha kwa sababu wana wake. Lakini huyu kwa sababu alikuwa na ufahamu, alipomtazama sana, akachungulia sana, akakuta kwamba si yake. Katika haya maisha, kitu chochote unachokifanya, kuwa na hekima na maarifa ya kuchunguza sana. Je, hizi kitu ninayoifanya kweli imetokana na nini? Je, hii kitu ninayoifanya ni nani aliyeifanya katika familia yetu? Ni nani, nilifuata nani kufanya hii kitu? Unaweza kuta kwamba hii kitu inakutesa kwa sababu hujawahi kaa chini ukachunguza mahali ambapo umetoka. Unaweza kuta kwamba mahali umetoka ukichunguza kwamba hii laana ambayo umeibeba si yako, ni laana ambayo ya mtu mwingine. Lazima ukawe na maarifa ili sio that Mungu akaweze kukuwezesha, ili sio that kuna vitu hatutaendelea kubeba vitu za watu. Huyu mwanamke alitazama sana na akachunguza sana. Mtu wa Mungu, haya maisha ambayo unayaishi, huduma ambayo unaifanya, huwa mwenye kutazama sana. Unaweza kuwa wewe ni mhuduma mzuri, ulikuwa na kipawa kizuri cha uombezi, ukakeuziwa. Ndio ndani sasa unakuta kwamba saa hii ukiingia kwa maombi hayaendi. Ulikuwa ni mtu unayefundisha vizuri, ukakeuziwa. Sio that lazima ukaweze kujijua. Usikuwa unaridhika na mahali penye huko. Kuwa mwenye kuchunguza tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza sana, ili sio that kuna vitu hautaendelea kukaa na vitu ambavyo vimekufa. Andika nasema katika kitabu cha Danieli 12:10, andiko nasema hivi: wengi walichitakaza na kuchifanya weupe na kusifika, bali wabaya watendao mabaya, wala hawateuliwi hata elewa mtu mabaya awaye yoyote, bali wao walio na hekima ndio watendao watakao elewa.
Bali wale, kuna watu wengi ambao wamekuja katika sura nzuri. Wale watu nakuta ya kwamba wamejifanya wasafi na si wasafi. Katika hata hii ulingo wa gospel kuna watu wamejifanya ambao ni watumishi wa Mungu wasafi pamba, lakini unakuta ya kwamba si wasafi the way andiko linavyotuambia. Wanaofanya vitu so that waonekane ni wazuri, lakini usipokuwa na hekima na ufahamu huwezi elewa. Lakini anasema wale walio na hekima hao ndio watakaoelewa. Mtu wa Mungu, kuwa na hekima. Ninakuongelesha wewe unayenitazama. Kuwa na hekima, utatambua mahali ambapo uko na mahali ambapo unataka kuelekea na mahali ambapo Mungu amekutuma ili ukaweze kufanya huduma, mahali ambapo Mungu amekutuma ili ukaweze kusimama. Kwa sababu unaweza kukuta kwamba umeingia katika mikono ingine ambayo si mikono ya kulea, mikono ingine si mikono ambayo iko na baraka. Ndio tatizo hiyo, unaweza kukuta mahali pale ukakuta kwamba wewe pia ulikuwa na moto ndani yako, lakini moto ukazimwa. Kwa sababu usipotazama sana, usiwe mwepesi mwaka huu wa kufanya uamuzi. Kuwa mtu ambaye utaomba so that Mungu akupe hekima na maarifa ya kufanya uamuzi. Kuna baadhi ya vitu lazima uombe Mungu akupe hekima na maarifa ndipo uweze kufanya uamuzi. Ili so that katika ile utakundua kwamba hawa ni wale na hawa ni wale ambao Kristo ametujalia neema tukaweze kukua na wao, na Mungu atakuwa ni mwenye kutuwezesha sana. Lakini lazima ukaweze kuomba Mungu so that katika Mungu akakufunulie, Mungu akape ufunuo, Mungu akakuwezeshe katika ufunuo, ili so that katika kuenenda kwako utajua kwamba nitaenenda katika njia iliyo bora, njia ya busara. Katika kitabu Revelation ama Ufunuo 3:17 maandiko yanasema, kwa kuwa wasemao mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na wenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Kuna watu ambao unakuta kwamba wamefika mahali wanajipika vifua, wanasema hao ni matajiri, wanasema wenye uwezo, wanatudumu wenzao, lakini hawajui kwamba hao ni wanyonge. Kuna watu ni wanyonge sana. Unaweza kukuta hata katika taifa letu la Kenya, kuna watu wananyanyasa watu. Kuna watu wanapora nchi. Kuna watu wanatunyanyasa. Kuna watu unakuta kwamba mahali unafanya kazi nyingi, lakini kuna mtu anakulia jasho yako. Huyo mtu unakuta kwamba mshahara wake anakunyanyasa. Unakuta malipo ile kazi unafanya haiendani na kile ambacho unapata. Kwa sababu wamejitajirisha. Wanatupeleka mbio, wanatufanyisha kazi sana. Wakijidai wao, wanajiona wao ni matajiri, lakini hawaoni ya kwamba wao ni wanyonge, wao ni wataifu. Lakini wewe mtoto wa Mungu, simama na Mungu akaweze kufanikisha. Kwa sababu kuna watu tajiri ambao hawana ufahamu. Anaona ya kwamba mali yake itamsaidia. Anaona ya kwamba kile uwezo alicho nacho, lakini achia kwamba yeye ni mnyonge. Unakuta kwamba unapokaa na mtu ambaye anakusaidia kazi, huyo ndio mtu. Pasipo huyo mtu wewe ungekuwa mahali penye huko. Heshimu watendakazi wanaofanya kazi. Heshimu wale watu ambao wanafanya kazi na wao. Waache kunyanyasa watu. Acha kunyanyasa watu. Mungu akupe hekima na maarifa, ufahamu ya kwamba wana mwili wa nyama, wako na damu kama wewe. Unakuta unawafanyisha watu 8 hours kazi, lakini mshahara ambao unawalipa, masaa unayowafanyisha watu masaa ni mengi sana, lakini kile ndio unawapatia hakiendani nao. Make sure kwamba kuwa na hofu ya Mungu ili mwaka huu ukaweze kufaulu. Lakini la sivyo, ikiwa utaendelea kunyanyasa watu, Mungu ako mbinguni anachungulia, aone kama uko na akili. Na kama hauna akili, Mungu atatili na wewe. Mungu atakushughulikia. Kwa sababu unakuta kwamba how comes utumikishe mtu 8 hours. 8 hours. Alafu unamlipa shilingi 500 kwa siku. 8 hours for 500 shillings. Ukidivide 800 for 500 shillings, hiyo pesa inaenda namna gani? Na unakuta kwamba huyo mtu ukiangalia, wewe mwenyewe umeenda kwa boss, umesema ya kwamba huyu mtu anafanya kazi 8 hours. Kuna mtu umeona kwamba analipwa shilingi 800, analipwa shilingi 1000. Wewe unachukua hizo za juu zote unampatia shilingi 500. Mungu anachungulia kutoka mbinguni aone kama kuna mtu aliye na akili ya kumtafuta Mungu, na Mungu atadili na wale. So that mwaka huu Mungu hatakuwa radhi kwa wale watu ambao ni wanyanyasaji. Mungu hatakuwa radhi kwa wale watu ambao ni wazembe. Mungu anachungulia ili aone kama kuna watu walio na akili. Ukikuwa na akili safi utanyanyasa mtoto ya mtu.
Kuna wengine tumeajiri wafanyakazi wa ndani kwa ndani, lakini unakuta ya kwamba hatuna hekima, hatuna maarifa. Umesahau kujua kwamba huyo ni mtoto wa mtu. Ako katika nyumba yako, anafanya kazi kama punda, lakini hakuna siku na appreciate. Mungu anaangalia kutoka mbinguni ili aone ya kwamba kama kunaye mtu aliye na akili. Naamini ya kwamba Mungu atakuwezesha. Siku ya kesho tutakuwa tunaendelea. Wacha siku ya leo kwa sababu ya ujumbe Mungu alikuwa ameweka kufika mahali pale, na naamini ya kwamba tutakuwa kwenye kuendelea na tutakuwa kwenye kubarikiwa. Amini ya kwamba naenda kuombea upate akili safi njema. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa amani, nasema ni asante. Mungu mwenye uwezo, kutoka mbinguni unachungulia duniani uone kama kuna mwanadamu aliye na akili ya kutafuta. Baba, mbele tumekuja mbele zako, tumenyenyekea. Mungu ni kwa sababu Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka. Tupa akili ya kutafuta, tupa akili ya Baba mbele ya kuelewa. Baba, tupa akili kazini, tupa akili kila mahali tunapoenda. Baba, ni kwa sababu Jehova Shaddai, Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka. Wote wanaofuatilia ujumbe huu na wabariki, na tangaza baraka, tangaza neema katika jina la Yesu Kristo. Baba, wawezeshe, Baba waidue, Baba wabariki. Mungu ni kwa sababu ni watamana. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Utukufu na heshima zote sikurudie. Baba, tumenyenyekea miguuni pako Jehova Shaddai. Masaa haya ninachukua Baba wa milele. Baba, ninatubu kwa ajili ya wote waliokuwa wakinyanyasa watu wao. Ninatubu kwa ajili wote Baba wa milele. Baba, wanaokaa wanaojiona ni matajiri, Yesu wa milele, wakinyanyasa watu. Ninatubu dhambi zao. Ninatubu laana ya familia, natubu kila mikosi. Yesu kaweze kuwasamea, ni kwa sababu Jehova. Ninawachukua, ninasonga nao mbele ya kiti chako cha enzi, Mungu wa rehema. Rehemu kila familia, rehemu kila mmoja anayefuatilia ujumbe huu. Rehemu watumishi wa Mungu, rehemu Baba wote wanaofuatilia kutoka sehemu mbalimbali katika taifa na kote ulimwenguni. Mungu wabariki, watakaze. Baba, ni kwa sababu ni mwema. Asante, ni kwa sababu ni mwema. Kwa Yesu Kristo tumeomba hata kuamini. Amen. Shalom. Shalom mtoto wa Mungu. Mungu amani akubariki sana. Ni mimi wako Evangelist Chris wa kanisa la Hope and Restoration Prayer Center, na Mungu akutende mema, Mungu akuheshimishe, Mungu akufanye chombo na ubarikiwe zaidi na ukainuliwe zaidi. Nilisema ukisikia ndani yako unaweza support ministry, ukisikia ndani yako nimekuwa baraka, unaweza simama na huduma hii, kwa sababu kuna vifaa vingi ambavyo vinahitajika ili sote tukaweze kupanua kazi hii. Namba yetu iko pale 0725722933, 0725722933. Unaweza tuma sadaka yako na Mungu akubariki sana kwa ajili ya kupanua kazi ya Mungu, na itakuwa ni neema. Uko na kitu unahitaji ushauri, unaweza pika hiyo namba ama 0738030303 na utakuwa mwenye kubarikiwa sana. Mungu amani akutende mema. Mimi ni wako Evangelist Chris. Shalom, shalom. May God bless you. Amen. Asante Jehova.